sana. Endelea pia kusubscribe YouTube channel jamani. Inakuwa ni ubabe ubabani. Bana mimi naitwa Ching. Hapa ni The Gossip Table. Niko na partner. Yes partner. Sami sikukuu mimi nimeenda kuja na naumwa jamani. Wewe acha tu. Ile mimi ni siku tu ile ya Eid nimeweza kunywa chai asubuhi ghafla nikaanza kuumwa. Sami unaumwa unafunga 6 ndio utapona kweli? Natakiwa niache nipumzike. 6 sizipo. Pumzika, tafuta dawa, tumia, ukisha recover unakuja tena unafunga. Basi mimi nikajua lazima uzianze kuzifunga kabisa hivi. Hapana, 6 zipo tu. Kumbe. Sema nataka mahali unifundishe dini nijue. Sawa, kuna neno ambalo Chinga alilisema kwamba ukiamua na sisi pia unatusubscribe tu. Sawa, karibu ni siku nyingine nzuri kabisa, siku fulani adhimu. Yaani natangaza kama wale watangazaji wa mpira. Tukiwa hapa katika uwanja wa Mkapa kwa Lupaso, majani yametaradadi yanang'aa kweli kweli. Karibu sana mtazamaji 69 Media TZ na hii ni The Gossip Table na sisi tuko hapa mtu mbili kama milioni 6 kabisa. Kuhakikisha kwamba tunakujuza yale ambayo huyafahamu yanayoendelea ndani na nje ya Tanzania, kwenye jamii lakini pia mitandaoni. Na yale ambayo ni mazito kubebeka. Maana kuna majambo ni mazito. Hata sisi watu tunatumia tunywe energy drink ili tuweze kubebeka. Maana yake ili uyabebe anahitaji moyo. Ndio. Anahitaji busara. Pia anahitaji usaidizi wa hali ya juu. Maana kubeba peke yako nakuwa ni kitu kigumu. Sawa, mimi hapa ni Sabebi lakini siko peke yangu, niko na ndugu yangu kabisa hapa. Ndio, mimi naitwa Ching, the baddest ndimo, mtumbadi. Baba lao, sikukuu jamani imeisha. Hatimaye mwezi umeisha. Sikukuu imeisha. Na visingizio viishe. Visingizio sasa hivi hakuna. Mambo yashakuwa watu wako free, wameachiwa, wako huru. Ulikula sikukuu peke yako bwana? Sikukuu jamani imekuja vibaya mimi kwangu. Biriani la Kizanzibari ukaninyima. Sikukuu kwangu. Ila nashukuru Mungu kwamba sikukuu tumeiona. Ndio. Kivyo vyote tunavyoenda tunarudi mbele, turudi nyuma, lakini alhamdulillah kwamba siku 30 za Ramadhani zimemaliza. Sio 41. Wewe unajua naona utani. Kwa ndugu yetu mwanandondi mwenye Tanzania yake mpiga mangumi. Mwenye kupiga boxer. Jamani, shida hizi. Sawa, tumezungumzia mwezi mtukufu Ramadhani, tunajua umeisha salama alhamdulillah. Kwa wale ndugu zetu wanaoendelea na 6 basi kila laheri. Kuna wale ndugu zetu mnaolipa madeni basi muendelee kuyalipa, lakini isiyo tu kwamba mwezi ule umeisha basi mwezi huu tunajiachia tunajisahau. Tuyaishi kwenye yale. Sasa kupitia mwezi mtukufu Ramadhani kuna vitu vingi vilitokea, lakini siku 2 hivi karibuni kuna video clip ambayo ilionekana ya kuhusiana na bondia ndugu yetu yumtanga huyo Bwana Hassan Mwakinyo. Sasa ile clip imetembea na ikatengeneza comment nyingi. Ilionekana clip Bwana Ching Mwakinyo akizungumza akiigiliza sauti ya Mufti wetu. Ndio. Sauti ya Mufti kuhusiana na mambo mazima kuandama kwa mwezi na kutokuandama kwa mwezi. Sasa yeye alivyozungumza vile ikaleta maana tofauti. Watu wakazungumza wengi, wenye imani wasiokuwa na imani, Wakristo waliokuwa Waislamu walizungumza. Na wengi wao asilimia kubwa nilivyofuatilia ikaonekana kama vile walikuwa wakimkosoa Mwakinyo kwa kile ambacho amekifanya kwamba amekosea. Kwa sababu yule ni kiongozi. Na inakuwa sio sahihi kumuigiliza vile kiongozi. Kuna vitu vya kuigiliza yani haipendezi kweli kwamba kila alichokizungumza alikuwa anatania, anafanya joke au alikuwa yuko serious au ndo kutafuta followers. Maana mimi najua Mwakinyo yeye ni bondia kwenye masuala ya kutangaza jambo na nini. Waachie upande mwingine, ni Muislamu of course. Lakini pale basi poa unamuigizia. Ungeigizia basi vizuri. Ndio, kwa heshima. Siku 30 tunatakiwa tufungue, si ndio? Tuamkie sikukuu. Siku ngapi ametaja hapa? 41. 41. Sisi tumeona umeishi kusikia wapi? Kwa ni mzaa uliokuwa na mzaa ndani yake. Yani mzaa uliokuwa na mzaa ndani yake. Na ndio maana hata ukiangalia kuna wale watu ambao wanaigiliza sauti za viongozi, wale wanakuwa ni macomedian ambao tayari wana ruksa hiyo ya kuiga, mfano kama ni sauti ya hayati labda Mwalimu Nyerere, hayati John Joseph Pombe Magufuli, labda hayati Al-Hassan Mwinyi ama hayati watu wana vipaji sasa wanatambulika. Sasa kile ambacho amekifanya watu walimshambulia mitandaoni na kuona kama
kitu ambacho amekifanya ni kuweka mzaha kwa kiongozi wa dini. Tupate kusikia kile ambacho alikizungumza Mwakinyo na uende nawe pia ukapata kitu hapo. Kweli. Assalamu alaykum wa barakatuh. Wa alaykum salam. Huyu ni Mufti Abubakar bin Zubair kutoka Baraza la Ulama BAKWATA. Tupenda kwa taarifu ya kuwa waumini wote mwezi haujaungama, hivyo inshallah tutaendelea kufunga kesho mpaka mwezi 41 inshallah. Katika history hii ni mara ya kwanza, lakini tuvumiliane. Assalamu alaykum wa barakatuh. Hicho ndicho ambacho alipata kukizungumza Mwakinyo na wengi wakazungumza kwamba vile amefanya mzaha. Manake yani kama yeye ni bondia mkubwa, hakutakiwa yeye kufanya hivyo. Yes. Na hata kama angeweza kufanya hivyo, hata kama labda shekhe amekosea, ndio yeye alikuwa anatakiwa aje kwa kunini kuweka ule usawa. Umeelewa vizuri? Yes. Kakosea. Sasa sisi tunaamini kwamba tunafunga siku 30. Umeelewa? Ikipungua ni siku 29. Ndio, yes. Ndio, baadaye tunamkia sikukuu. Lakini pia mwezi ukawa hujaundama au haujaandama, mashehe ambao wamepewa dhamana na serikali wao ndo wanatoa kauli kwamba jamani, kuna wengine wametuzidi, wengine tumewazidi kwenye kufunga. Wengine wamefunga 30 na sisi tumefunga 30, lakini wengine wamewahi kufungua mwanzo, sisi tumechelewa kufungua. Sasa mimi najiuliza maswali. Kwa maana shekhe alikosea mpaka kuzungumza hiyo siku 41 au Mwakinyo kaleta utani hapo? Sasa ndo hapo mimi siku 41 nyingi. Mimi sikumsikia Mufti akisema hivyo. Mimi hata mimi sikumsikia kwa kweli. Sikumsikia, lakini nilisikia tu kauli ilitangazwa kwamba siku ile ambayo sisi tumefunga 29 zusikia kubana mwezi haujaandama. Ndio tunaendelea kufunga, Watanzania wote wanaendelea na kufunga. Sikukuu itakuwa ni siku ya Ijumaa mosi. Si ndio? Ndio kabisa. Sawa. Comments zilikuwa ni nyingi, kuna zile nzuri na kuna zile mbaya, lakini kuna hii ambayo naweza nikaanza kupitia hapa ambazo nimeona ni sahihi kuzisoma. Kuna yule alisema leo umezingua brother, kumfanyia mzaha wa aina hiyo Mufti sio sawa hata kidogo. Na kuna mwingine akasema mtu ambaye hajasoma dini na kujua nidhamu ya kiongozi wa Islam lazima atadhihaki kwa maneno kama ya Mwakinyo. Kwa hiyo Mwakinyo hajasoma dini kweli? Wakati kwenye mabondia yake anaingia na vinini, wenyewe wanasema anaingia na vigoma au anaingia na nitazungumze nini, vidufu. Unajua Cheng, watu hawafahamu ucha Mungu upo hapa. Kweli. Ucha Mungu sio kwenye muonekano. Unaweza shangaa unamwona hata binti anavaa nikabu kumuoni, lakini huwezi jua usiku matendo yake ni yapi. Kabisa. Unaweza ukashangaa unasema kuna hadithi ile kutokea, kuna binti alikuwa akiswali sana vizuri. Ndio. Lakini siku ya maziko watu walishangaa kwenye kaburi lake kuna nyoka, kuna nge. Akasema imekuwaje? Na kati hii inakuwa ni tofauti. Mara nyingi vitu ambavyo vinatokea ni kwa watu wale ambao wenda wameacha ibada, wamemwasi Mwenyezi Mungu. Kabisa, ndio inatokea ni kama ni laana. Kumbe alikuwa akifanya ibada, lakini kuna majambo, kuna madhambi alikuwa hajayaacha. Kuna swali zako swala 5, sijida yako nyeusi kama mkaa, lakini kumbe kuna majambo hujayaacha bado. Kwa hivyo kuna wakati tujue kama ucha Mungu ni nafsi, ni moyo. Ucha Mungu sio muonekano wa nje. Unaweza kushangaa sema uchinguni, kumbe mwenzako sasa huyu ndo ana ule ucha Mungu kweli kweli. Utamwona muonekano wa nje hivi kanyoa kidogo sio nini, lakini sasa akiingia kuswali swali kweli kweli, anafanya ibada ya kudhamiria. Maana hapo pia kwenye kuswali watu wengine mtu anaswali analashia tu. Allah kamaliza kafanya nini? Kamaliza. Yaani kwamba mtu anaingia msikitini lakini ana mawazo kibao. Yes. Anakutana nayo hapo kwenye swali. Lakini pia kuna yule kasema kuna vitu vya utani ila sio katika hili bro, hapo umekosea. Akasema acha kudhihaki dini. Akasema unaanza kujivua heshima, sasa kumdhihaki shehe sio jambo zuri. Wewe mwenyewe hujui kama mbele ya Allah upo sahihi na hiyo funga yako, hata kama mtu hajafunga usimdhihaki. Watu wamezungumza ni comment ni nyingi, watu wengine wanashangaa hii mwezi 41 historia ya wapi, wanauliza hivyo. Lakini pia huyu anasema umezingua, yani watu wakawa wanazungumza kwamba yani asilimia kubwa waliona kama vile Mwakinyo amekosea, mpaka wengine wakasema au umetumwa. Jamani. Yani mimi kwa upande wangu
Yani mpaka mtu ana record anazungumza yale maneno, ananukuu maneno, umeelewa? Ni mtu ambaye ana akili zake, anazungumza vitu kama hivyo. Na nadhani pia anatakiwa angalie pia na career yake. Umeelewa? Vitu ambavyo vinampandisha sana. Kuna kipindi ilikuwa tumepata story kwamba wa Mwakinyo pamoja na Twaki Duku. Yani kuna mpishano fulani hivi, kuna mmoja anamtaka mwenzake kwenye ngumi. Ndio vitu ambavyo Mwakinyo anatakiwa focus navyo. Nimeona kwenye ulingo last time ameshinda, umeelewa? Lakini kuna maneno ambayo yanatoka kwa upande wa Twaki Duku na upande wa Mwakinyo. Unajua zile vitu ambavyo yeye anatakiwa avifanye, kuja huku kwenye ushehe, kwenye umufti, kuja kudhihaki, ni vitu ambavyo haviingia akilini. Kwa hivyo ni vitu ambavyo haviingia akilini. Kwa kile ambacho Mwakinyo umeweza kukifanya kwa upande mwingine umeonekana sio sahihi. Kuna majambo ya kuweka mzaha, lakini pia sio kuutania viongozi. Huenda sio kwa mufti tu, kiongozi tu yoyote ambaye ni wa dini, kiongozi wa serikali, mtu anayekuzidi umri, ambaye anaanza maana kama unamtia dosari, unamtia doa, mtu ambaye kaja akatoka kwenye social media kazungumza labda kuhusiana na uhalisia jinsi ulivyo, na baadaye akamaliza, wewe ukanukuu maneno yake vile ambavyo wewe unaweza, lakini pia na kuzidisha. Inawezekana alikosea siku 41, umeelewa? Mimi sina uhakika, sijaiona hiyo clip ya Mufti. Lakini nimeiona hii clip ambayo ya nani? Ya Mwakinyo. Sawa, jambo ndio liko hivyo bwana Ching. Bila shaka najua kuna wewe mtazamaji ukao una maoni yako pia kuhusiana na hiki ambacho amekizungumza Mwakinyo dhidi ya Mufti Sheikh Zuberi, mufti wetu wa Tanzania katika imani ya dini ya Kiislamu. Maoni yako ni yapi? Wewe ndio unataka kuzungumza hapa, basi uwanja wa maoni uko wazi kwa ajili ya kutokana na kile ambacho tumekizungumza hapa. Kabisa. Hii ni The Gossip Table. Leo tulikuwa tunamemzungumzia Hassan Mwakinyo, bondia huyo. Bondia kutoka hapa Tanzania. Mimi kiukweli shabiki yake. Ndio. Kwenye swala la ushabiki wa ngumi mimi ni shabiki yake. Lakini kwenye haya mambo mengine na kwa huwa sipendi sana kuona kwamba mtu ana kitu chake cha tofauti baadaye anakuja naingilia vitu tofauti. Na hata bora ungezungumza ikiwa ni sahihi. Lakini umezungumza kitu ambacho kimepitiliza, yani mpaka mashabiki wamepata na mshangao. Ni kweli wewe ndio kuzungumza maneno hayo au ni vipi? Basi sawa, kama ulivyosikia hapo, dondosha comment yako kupitia YouTube channel hapo ya 69 Media TZ. Leo tulikuwa tumemzungumzia Hassan Mwakinyo. Jamani, nasisitiza kwa mkazo. Sawa, dondosha comment yako hapo, lakini kubwa zaidi amua kuichagua 69 Media TZ kwa kubonyeza alama ya kengele na lile neno subscribe unaliandika, kisha pale imeandika subscribe, yani tayari umeshakuwa mwanafamilia. Na sisi tunakupokea kwa mikono miwili kutokana na kile ambacho tunakifanya na kuweza kukulisha wewe madini mazuri ambayo unahitaji kwa upande mzima wa burudani. For sure. Sisi tunamaliza hivyo, lakini kwa upande wa Instagram na mitandao mingine Ching atakujuza. Instagram kama kawaida 69 Media TZ, Facebook 69 Media TZ pamoja na TikTok pia tuko bana. Hatujatuacha 69 Media TZ. Enda pale utakutana na vitu kibao ambao tumepost vingi sana. Endelea pia kusubscribe YouTube channel jamani. Inakuwa ni ubabani. Bana, mimi naitwa Ching. Hapa ni The Gossip Table. Niko na partner. Partner. Sami sikukuu mimi nimeenda kuja na naumwa jamani. Wewe acha tu. Ile mimi ni siku tu ile ya Eid nimeweza kunywa chai asubuhi ghafla nikaanza kuumwa. Sami unaumwa unafunga 6 ndio utapona kweli? Natakiwa niache nipumzike. 6 sizipo. Pumzika, tafuta dawa, tumia, ukisha recover unakuja tena unafunga. Basi mimi nikajua lazima uzianze kuzifunga kabisa hivi. Hapana, 6 zipo tu. Kumbe. Sema nataka mahali unifundishe dini nijue. Sawa, kuna neno ambalo Ching alilisema kwamba ukiamua na sisi pia unatusubscribe tu.